Haya, ninaendelea. Baada ya Roho Mtakatifu kunipa maelekezo yote, alisema kwamba watu watakutana na wewe, watakuhoji vitu mbalimbali au mambo mbalimbali, watakuhoji kwa namna tofauti tofauti, na wengine watakuwa wakifuatilia kuona kuna nini kinaendelea hapa, na wengine watakualika kwenye makanisa yao wajue huyu mtu ana nini na nini, tumesikia hivi na hivi. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia pamoja na mambo yote hayo, basi Roho Mtakatifu anakupa kauli ya huduma ambayo utaifanya, huduma ya Injili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alinipa hiyo kauli, na kauli yenyewe inasema hivi: ninaandika barua hii kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaamini Mungu atanitangulia katika mambo yote ninayoyafanya katika huduma hii, maana huduma hii imetoka kwa Mungu, na kama imetoka kwa Mungu itasimamiwa na Mungu mwenyewe, na ikishasimamiwa na Mungu mwenyewe itakuwa imeleta mafanikio kwa wengine. Mimi nipo hapa kama balozi tu, kama mwakilishi tu, ili nione mambo ambayo Mungu anasema nami yatakuwa yakitendeka katika siku zijazo. Kwa hiyo hii ni kauli ambayo Mungu alinipa kwa ajili ya kazi ambayo ananipa, kazi kubwa ya matengenezo ambayo yeye ananipa. Kwa hiyo na niunganisha kauli hiyo na somo linalosema binadamu ni watu gani? Binadamu ni watu gani? Roho Mtakatifu anasema hivi: mwanadamu ameumbwa na Mungu, naye anaitwa mwanadamu. Wanadamu wameumbwa na Mungu na wanakuwa ni wanadamu. Katika huo binadamu wao wanaweza kuitwa wanadamu. Hawa wanaitwa wanadamu kwa sababu wameandikiwa kuitwa wanadamu. Roho wa Bwana anasema wanaitwa wanadamu kwa kuwa wametokana na Adamu. Wameandaliwa kwa sababu wameonekana kwamba ni wanadamu. Wao ujumbe unao ni ujumbe mzito, miongoni mwa ujumbe ambazo ni nzito. Maana Mungu anapoleta ujumbe anaona kwamba sisi wanadamu imefika mahali tunabaguana kwa itikadi za kidini, tunabaguana kwa itikadi ya kisiasa, tunabaguana kwa hali ya kielimu, tunabaguana kwa hali ya kiuchumi na kadhalika. Kumbe sisi ni kitu kimoja, sisi ni ndugu. Wazungu ni ndugu zetu, Waarabu ni ndugu zetu, Waafrika ni ndugu zetu, Wachina ni ndugu zetu, maana tumetokana na Adamu. Narudia tena neno hili au sentensi hizi. Roho Mtakatifu anasema mwanadamu ameumbwa na Mungu naye anaitwa mwanadamu. Wanadamu wameumbwa na Mungu na wanakuwa ni wanadamu. Katika huo binadamu wao wanaweza kuitwa wanadamu. Hawa wanaitwa wanadamu kwa sababu wameandikiwa kuitwa wanadamu. Roho wa Bwana anasema wanaitwa wanadamu kwa kuwa wametokana na Adamu. Wameandaliwa kwa sababu wameonekana kwamba ni wanadamu. Kwa hiyo Mungu anapoona vita vinaendelea, uharibifu unaendelea, watu wanapigana mabomu, watu wanapigana risasi, watu wanafanyiana ubaya,
Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatukumbusha kwamba sisi ni wanadamu na baba yetu ni moja Adamu, na mama yetu ni moja Hawa, manake ni mama walio hai ambao ni wanadamu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema Mungu akamuumba Adamu na akamfanyia msaidizi kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Asema hawa wataitwa binadamu. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Adamu. Tukilijua hilo, au watu wakilijua hilo, hawatapigana mabomu, hawatapigana risasi kwa sababu tu ya itikadi ya kisiasa, kwa sababu tu ya itikadi ya kidini, kwa sababu tu ya uchu wa madaraka, kwa sababu tu ya uchu wa mali. Kwani ujumbe mzito sana. Somo lingine nasema binadamu wangu wako wapi? Yaani Roho Mtakatifu au ni Mungu anasema binadamu wangu wako wapi? Na wanaandamana kwenda wapi? Na wako wangapi? Roho Bwana anasema wanadamu wamewekwa katika makundi mawili. Kuna kundi la waliosamehewa dhambi na wale wenye dhambi. Haya ni makundi ya wanadamu ambayo ni makundi mawili, kundi la waliosamehewa dhambi na kundi la wenye dhambi. Roho Mtakatifu anasema hayo ni makundi ya wanadamu. Kwa hiyo ni makundi ya wanadamu waliosamehewa dhambi na wenye dhambi. Na Mungu akatengeneza njia rahisi sana ya wanadamu kusamehewa dhambi. Kwa jina la Yesu, wanadamu wanasamehewa dhambi. Ukimwamini Yesu unasamehewa dhambi. Unapigwa muhuri ambao ni muhuri wa Mungu na unaitwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Na wanadamu wanaandamana kwenda wapi? Tunaandamana kwenda kwa Mungu. Ni maandamano ya lazima, uwe unapenda au haupendi, uwe tajiri au sio tajiri, uwe msomi au sio msomi, uwe na mali au huna mali, uwe mjanja au sio mjanja, uwe si jeuri au sio jeuri, wote tunaandamana njia moja. Kwa lazima tutafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu, kiti cha enzi cha hukumu. Kwa hiyo wanadamu tunaandamana kwenda kwa Mungu. Ni maandamano ya lazima. Kuna maandamano mengine ni ya hiari. Unatangaziwa kutakuwa na maandamano sio ya kupinga nini, kuna maandamano sio ya siku gani, kuna maandamano sio ya nini. Haya ni maandamano unaweza kaamua usiende. Lakini kuna maandamano ya lazima. Maandamano ya lazima ni maandamano ya kumwendea Mungu. Ni maandamano ya kufika kwenye kiti cha hukumu, wanadamu wote, kutoa hesabu yale uliyotenda ulipokuwa duniani au ulipokuwa hai duniani. Mungu ametuweka duniani tumheshimu, tumwabudu na tupendane. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa hiyo mambo yanaendelea kukaa sawa, na sehemu iliyobaki ni mkataba kati yangu na Mungu, kwamba Mungu alinipa mambo kadha wa kadha
au misingi ya kufanya kazi kama Pentekoste. Nifanye nini? Niepuke nini? Kwa hiyo nimepewa maelekezo ya kutosha na Mungu kwa ajili ya utendaji wa kimungu. Mungu wa mbinguni akubariki kwa ujumbe huu au kwa hizi jumbe ambazo nimeziunganisha.